Mwigizaji na mchezaji sinema maarufu duniani anatarajiwa kujenga studio ya kimataifa ya filamu ambayo itakuwa ni ya kipekee hapa nchini. Akizungumza na waandishi habari wakati wa mahojiano maalumu katika uwanja wa ndege wa kimataifa Terminal 3 akiwa anatokea ziara ya kikazi nchini Uingereza, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi anasema kuja kwa mwigizaji wa filamu hapa Zanzibar kutaleta tija na mafanikio katika utalii na utamaduni wa Zanzibar. Kukutana na mcheza sinema maarufu anaitwa Idris Elba. Huyu bwana tuliwahi kuanza naye mazungumzo siku za nyuma kwamba anataka kuja hapa Zanzibar kuwekeza katika studio za filamu. Na safari hii tulipokuwa London tulipata nafasi ya kukutana naye ili kuona sasa tunaenda vipi mbele katika azma yake hiyo. Alitueleza kwamba yuko tayari, ameshafanya design za jinsi itakavyokuwa hiyo, na yeye anafanya kitu kikubwa zaidi. Sehemu ya uigizaji wa filamu au studio za filamu ni sehemu moja tu ya anachotaka kufanya. Nataka kufanya utalii kwa ujumla, kuwa na hoteli na vitu vingine vya namna hiyo. Na sisi tukamwambia kwamba tuko tayari kushirikiana naye, mradi tu masharti yetu yafuatwe, ambayo ndio hayo mambo ya sustainability, mambo ya utalii endelevu, lakini vile vile kwa sababu anataka kuanzisha katika eneo ambalo linahusika na masuala ya uhifadhi wa mji mkongwe. Lazima zile taratibu za uhifadhi au swala la UNESCO kufuata taratibu zinazotakiwa za UNESCO ni muhimu. Kwa hiyo tumekubaliana naye kwa ujumla kwamba atakapokuwa tayari basi aje huku akijua kwamba kuna taratibu za UNESCO za kufuatwa, lakini vile vile muda ambao wa uwekezaji uwe mfupi kwa kadri itakavyowezekana ili tuweze kufanikisha mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo ni kweli tulikutana na bwana Idris Elba, ambalo ni jambo la msingi sana kwa sababu huyu bwana ana ushawishi mkubwa duniani. Akija yeye, maana yake nyuma yake kutakuwa na wengine ambao watakaokuja, na sisi tumefurahi kukutana naye na kuzungumza naye vyema kwamba aweze kuja Zanzibar na kuwekeza ili zaidi ya utalii basi kuwe kuna swala la utamaduni, swala la filamu, swala la culture, na yeye yuko tayari vile vile kusaidia utamaduni wetu, sio wa kwao peke yao lakini na wa kwetu vile vile, ili tuweze kukuza. Akielezea kuhusiana na ziara yake nchini Uingereza, Rais Mwinyi anasema, Kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika mkutano huu wa waandishi wa habari, ikiwa ni sehemu ya kutoa taarifa ya ziara yangu nchini Uingereza. Nilipata mwaliko wa Jumuiya ya Madola kushiriki katika mkutano wa Commonwealth Trade and Investment Summit, yaani mkutano wa biashara na uwekezaji wa Jumuiya ya Madola. Na baada ya kuhudhuria mkutano huo nikapata nafasi ya kukutana na wawekezaji mbalimbali, na hususan katika maeneo ya uchumi wa blue. Maana mkutano wenyewe ulikuwa una agenda ya masuala ya uchumi wa blue. Kwa hiyo nilipata fursa ya kukutana na wawekezaji ambao katika maeneo matatu makubwa. La kwanza ni eneo la utalii. Walijitokeza wawekezaji wengi ambao wanataka kuja Zanzibar kuwekeza kwenye sekta ya utalii. Eneo la pili ni uchumi, ni eneo la uvuvi na uzalishaji wa mwani. Pata nafasi ya kukutana na wawekezaji kadhaa ambao walikuwa wana hamu ya kuja Zanzibar kuwekeza katika masuala ya uvuvi, lakini zaidi katika tunasema value chain yote ya zao la mwani. Na eneo la tatu ilikuwa ni wawekezaji au tuseme kampuni tulizozipa kazi ya kutusaidia katika swala la mafuta na gesi, kutafuta data za mafuta na gesi na kuzitangaza duniani ili wawekezaji wakubwa waweze kuja kufanya utafiti katika maeneo yetu ya mafuta na gesi. Sasa tulisaini mikataba kadhaa ya ushirikiano, na mkubwa katika hiyo ulikuwa ni mkataba wa kampuni inaitwa Nutrisan
Hii kampuni ina lengo la kuwekeza katika value chain au mnyororo wa thamani wa zao la mwani. Kuna mkataba ulisainiwa na tunaita chuo kikuu cha Royal Agriculture University, ambao wao watasaidia swala zima la wakulima wa mwani kupata mbegu bora, kupambana na magonjwa ya mwani, lakini kusaidia kufanya utafiti juu ya zao la mwani. Alafu kampuni ya Nutrisan wao wanataka kufanya kazi ya kuongeza thamani katika zao la mwani. Kwa hiyo wao watakuwa wanunuzi wazuri wa zao hilo, lakini wataongeza thamani hapa hapa Zanzibar katika maeneo kadhaa ambayo tumeingiana nao makubaliano. Alafu na watatu ambao tuliingia nao mkataba au MOU ni makampuni yanayoshughulika na utafutaji wa data za mafuta na gesi, ambao wao tumewapa kazi kupitia ZPRA kutufanyia kazi ya kututafutia hizo data na kuzitangaza duniani ili tuweze kupata makampuni yatakayokuja kufanya utafiti wa mafuta na gesi. Kwa hiyo kwa ufupi, mkutano huu ulikuwa na dhamira ya kutupa fursa ya kukutana na wawekezaji katika eneo zima la uchumi wa bluu. Katika hatua nyingine, Rais Mwinyi akapata nafasi ya kujibu maswali ambayo aliulizwa na waandishi kutokana na ziara yake, na akawa na haya ya kusema kuhusiana na ziara hiyo. Fursa zote tulizozizungumza kwa njia moja ama nyingine linahusu vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo kama tumezungumza kwenye swala la utalii, bila shaka maana yake vijana watahusika katika kujengewa uwezo na katika kupata ajira. Lakini tulipozungumza kwenye mwani, nyinyi mnajua wakulima wa mwani zaidi ni wakina mama na wengi ni vijana. Kwa hiyo watajengewa uwezo na watapata fursa za mikopo, mitaji, na watapata fursa za kupata ajira katika sekta yao. Swala la mafuta na gesi nalo ni hivyo hivyo, vijana ndio watakaopata nafasi ya kujengewa uwezo ili waweze kupata ajira katika maeneo hayo. Kwa ufupi, maeneo yote tuliyoyazungumza kule kwa njia moja au nyingine yanawahusu vijana, na uzuri ni kwamba hatukuzungumza tumezungumza pamoja na uwekezaji kujenga uwezo wa watu wetu katika sekta zote. Kwa hiyo bila shaka vijana wataweza kunufaika hapo. Katika ukuaji wa uchumi wetu umekuwa mpaka mwaka jana ilikuwa ni 7.3, na unakuwa kila mwaka unaongezeka. Kwa hiyo ukisikia takwimu, unaweza ukazisikia takwimu zile za wakati wa COVID ambao ulishuka sana, lakini baada ya pale umeendelea kukua mwaka hadi mwaka mpaka mwaka jana ulikuwa ni 7.3. Kwa hiyo uchumi wetu umekuwa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na nchi nyingi za Afrika, na kwa maana hiyo ni kwamba sisi tuna fursa kubwa ya kuendelea kukuza uchumi wetu, na ndio takwimu tulizozitoa kwa wawekezaji kwamba uchumi wetu unakuwa, fursa zetu ni nyingi na bado ziko nyingi ambazo hatujazitumia vya kutosha, na ndio maana tunaendelea kuwashawishi wawekezaji waje nchini mwetu kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kukuza uchumi wetu katika sekta mbalimbali nilizozitaja. Akizungumzia kuhusiana na utunzaji wa mazingira, Rais Mwinyi anasema wawekezaji wanaotaka kuja kuwekeza hapa Zanzibar ni lazima utalii uwe endelevu na wenye tija, kama hapa anavyosema. Sasa hivi dunia nzima inazungumzia swala la mazingira, na walio wengi kwa kweli wamehamasika kwamba pamoja na utalii tunaoutaka, basi uwe utalii endelevu, sustainable tourism. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima kuwe kuna uhifadhi, lazima kuwe kuna utunzaji wa mazingira, lazima kuwe kuna idadi isiyovuka mipaka ya watalii kuja katika nchi yetu. Maana yake ni kwamba sisi kama nchi, sera yetu ya utalii ni utalii wa kiwango cha juu, high value, low volume. Idadi ya watu iwe wachache, lakini waje watu wenye uwezo wa kutumia fedha zao hapa Zanzibar ili tuweze kudhibiti uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo moja katika eneo tulilozungumza sana ilikuwa ni sehemu hii ya utalii endelevu. Wale wote wanaotaka kuja kuwekeza kwenye utalii
wameelezwa na wanatambua, na bahati nzuri na wenyewe hili jambo wanalipenda, kwamba lazima utalii wetu uendelevu, usiwe ule utalii tunaoita mass tourism. Wanakuja watu wengi, wanatumia pesa kidogo sana, halafu inakuwa kuna athari kubwa za kimazingira katika nchi yetu. Kwa hiyo tuliwaambia sisi tunataka watalii wenye uwezo, tunataka wawekezaji wenye uwezo wa kuwekeza mahoteli ya hadhi za juu. Tunataka watuletee watalii wenye uwezo wa kutumia fedha hapa kwetu, spending power iwe kubwa. Wasituletee watalii wengi ambao wanatumia kidogo sana, ambao wanaweza kuwa ni sehemu ya uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo hili tulilizungumza, na nafurahi kusema kwamba limepokelewa vizuri, kwamba wote wanaotaka kuja huku wanajua kwamba tuna sera hii ya utalii endelevu, sio mradi utalii. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.